Huu ni mradi mwingine mkubwa ambao unaendelea ndani ya wilaya Hai chini ya wenzetu NSSF. Historia, eneo hili lilikuwa ni mali ya halmashauri. Katika kutafuta namna ambavyo tunaweza tukapendezesha mji, tulikubaliana kupitia baraza la diwani kwamba tuwaachie hili eneo la NSSF kwa masharti ya kujenga ghorofa kwa ajili ya kupendezesha mji. Kwa leo nimekuja kuangalia, yale ambao tulikubaliana kwamba tunawapa eneo pamoja na kwamba walitupa kaela kadogo kama fidia ya eneo, lakini masharti yalikuwa ni kwamba hapa lazima wajenge ghorofa kwa sababu ni mjini na tunataka mji wetu upendeze. Na leo nimekuja kushuhudia hapa wameshafika floor ya kwanza, lakini ghorofa hili litajengwa ghorofa 4. Kwa ile kiu yetu na shauku yetu kama baraza la madiwani imetimia kwamba mjini Bomang'ombe tunataka magorofa. Hapa kuna ghorofa 4. Mkurugenzi, hapo za kwako ngapi tena? Moja. Na tunaendelea, tunataka mji wetu kwa kweli uwe mji wa kisasa na upendeze. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuongeza sana na kumshukuru mkurugenzi wa NSSF Tanzania kwa kuheshimu makubaliano ulioingia kati yetu kama baraza la madiwani pamoja na NSSF. Na tunaona mkandarasi ameendelea vizuri, ana vifaa vya kisasa kabisa. Kwa kweli tunawapongeza kwa kazi hii kubwa mnayoendelea, na naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais namna ambavyo anasimamia taasisi zetu na kutujengea uwezo, na sisi watu wa Hai sasa tunanufaika kwa kuona wenzetu wa NSSF wakibadilisha. Na niendelee kutumia nafasi hii kuwakaribisha PSSF na mashirika mengine makubwa. Njoni wilaya ya Hai, tuna maeneo ya kimkakati, lakini tunataka watu wenye uwezo wa kujenga mji wetu upendeze, uwe wa kisasa. Lakini natumia nafasi hii pia hata watu binafsi. Huu ni mwelekeo wa kufanya maandalizi ya kupokea wageni wa AFCON. Watu wa Hai ambao mmezaliwa hapa, mko nje ya Hai, najua mnawekeza huko, rudini nyumbani kumenogwa. Mje mpendezeshe mji. Tunataka hii Bomang'ombe mtu akifika hapa aone kweli ni mji ambapo kuna watu wanaojielewa na wananchi wema wa jimbo la Hai. Kwa hiyo niwashukuru sana NSSF kwa kweli kwa kazi hii kubwa ndio kufanya, na tufikishie salamu kwa mkandarasi ambaye tumeambiwa ni Mtanzania, anafanya kazi nzuri sana. Ujenzi unakimbia na ninyi mnakuwa mfano. Unafanya kazi mchana na usiku. Na injinia ndio pa kujifunza, kukuta mtu anafanya vizuri kama huyu. Na majengo yetu haya mengine ya halmashauri ndio yanaendelea. Watu wafanye kazi mchana na usiku. Visingizio vya mvua, sijui joto, sijui nini havikubaliki. Ndio maana hao wenzetu unaona spidi wanaopiga nao. Asanteni sana.